katika mkono wako wa kushoto ukaguse sehemu ambayo Rais Paulini, na mkono wa kulia ukainulie Mungu. Na ikiwa ni mahitaji tofauti, inulia Mungu mikono yetu miwili. Ya kwamba Bwana, tunakuhitaji katika siku ya leo, tunakuhitaji katika siku ya leo. Baba, njoo sana mahitaji ya watoto wako, ni kwa sababu hiyo ndio neno lako. Yote tunakiri uwezo wako katika asubuhi ya leo. Shuka na ukatende Bwana. Nyosha mkono wako Roho Mtakatifu ukawagusa watoto wako. Gusa Bwana kila sehemu ya miili yetu ambao Bwana kuna maumivu. Gusa Bwana kila hitaji lote ambao Bwana umeleta mbele zako. Bwana, tunayo hakika katika neno lako ya kwamba ulipokuwa duniani, popote uliponena unaweza kutenda mema. Hata ni kwa sababu ya asubuhi ya leo unatenda mema, ni kwa sababu ya watoto wako. Unawainua na unawapa amani, unawapa na utulivu katika miili yao, katika jina la Yesu. Asante Baba, ni kwa sababu ya uweza na ukuu wa jina lako. Naomba Mtakatifu Mungu uliye hai udhihirishe katika namna na kuhakikisha maili ili sifa, heshima na adhama zikaweza kurudia Muumba wetu. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba tukishukuru. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Yote yanawezekana, yote Yesu amekusaidia. Tunakuja mapema katika ibada yetu. Ninaomba kwamba Yesu Kristo akaweze kutuhudumia na kutusaidia. Ninakushukuru Baba, nafasi ambayo Bwana tunaketi miguuni pako. Ukitamani kwamba Bwana ukazungumze pamoja nasi. Ninaomba Bwana kuangaziwa kwa neno lako katika asubuhi ya leo, ili Mungu tukaweze kuipokea, ni kwa sababu ya Mungu. Nataka daraka kila fikra yote,
kila usumbufu ya kila namna itakayetufanya tusipokee kutoka kwako, tunaipinga na kuharibu katika asubuhi ya leo, katika jina la Kristo Yesu. Mtakatifu Mungu ulio hai, naomba kwamba ukatutembelee kupitia kwa neno lako. Zungumza na mioyo yetu, ni kwa sababu Bwana asili yako unajifunua ni kwa ajili ya watoto wako, na kwa asubuhi ya leo jifunue Bwana kwa sababu yetu. Bwana, kila neno lako linaponenwa likaweza kuwa sehemu ya mioyo yetu. Asante Kristo Yesu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Kupitia jina la Yesu tunaomba tukushukuru. Tusimame pamoja, tusimame juu. Nataka tumshangilie Yesu wakati ambapo mnenaji wa neno wake anapokuja. Weka makofi yako pamoja. Karibu tumishi katika ajili ya Haleluya. Hiyo makofi imetosha kweli. Shangilia Yesu. Amen. Haleluya. Tuketi. Msiketi. Simama kwanza. Msiketi. Wengine walikuwa shaka, wengine walikuwa shafikia benchi chini. Msiketi chini. Simama. Tumwenzi Mungu kwa kulisoma neno lake, kisha tutakaa chini. Sawa? Sema amen. Haya. Kumbukumbu la Torati. Nilikuwa na Biblia mbili, sasa nikabeba the wrong one ya Kiingereza. Nikaacha ile nilikuwa nahitaji. Haya, Kumbukumbu la Torati, nataka tusome sisi sote kwa jina la Yesu. Kumbukumbu la Torati, kama uko pale sema haleluya. Kwa meaning wengine hawajafika hapo. Sema amen. Umefika hapo? Mimi bado. Haya, ndio huyo. Haya, 6. Nataka tusome wote kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 9. Angalia mwenzako, ako na Biblia. Mwambie Biblia yako iko wapi? Muulize Biblia yako iko wapi? Mwangalie kama ako na Biblia. Kama ana Biblia, mwangalie kwa uso, mwangalie kwa macho. Mwangalie tu na unyamazi. Haya. Tusome Kumbukumbu la Torati 6. Tusome sote kwa pamoja. Lugha ile uko nayo, iwe ya Kiingereza, iwe ya Kiturkana, iwe ya Kiluya, iwe ya Kisii, iwe ya nini, yote tusome pamoja. Haya. Kumbukumbu la Torati 6, tuanze mstari wa kwanza. Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Endelea. Sikiza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza.
Amen. Sema amen. Na hilo ndio neno la Mungu. Haya, tuketi chini. Asante sana kila mmoja kuweza kusoma na kuhakikisha ya kuwa umefikia mwisho wa mstari ambao ni wa 9. Nashukuru Mungu kwa sababu yako na kwa sababu ya kulisema na kulisoma neno la Mungu. Nataka kurudia sisi sote tunaposikiza, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza, Israeli, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii. Narudia, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na kutembeapo njiani na ulalapo na kuondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, naye atakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Hiyo ni hotuba ya mtumishi wa Mungu Musa akiwahutubia wana wa Israeli kabla hawajaingia katika nchi ambayo ni ahadi, ambayo maandiko yanasema nchi ambayo Bwana aliweza kuwaitia ama kuandalia wakati ambapo aliweza kuwatoa katika nchi ya Misri. Kwa hivyo hotuba hii kutokana na kitabu hiki ambacho kina jumbe mingi sana ambazo ninaona tuweza kujifunza jambo mahali pale. Na kitabu hiki ni kitabu cha 5 ambacho ni kati ya vitabu vya sheria. Kitabu hiki kikiwa kimeandikwa na Musa. Kwa hivyo anapowahutubia wana wa Israeli, yeye anahakikisha anafanya kile ambacho Bwana aliweza kumuita na akamwambia akaweze kufanya. Wakati anawapa hotuba hiyo, anajua wana wa Israeli wanakaribia kuingia katika nchi ambayo ni ahadi, lakini anajua yeye hafiki kule. Kwa hivyo anawaandaa, anawapa masharti, anawapa mambo haya kwa sababu aliamuriwa, Bwana alimwamuru. Na kwa hivyo yeye anatekeleza kile ambacho aliamuriwa, na kwa hivyo anahakikisha ya kuwa ametekeleza wajibu wake. Kwa hivyo anaanza kwa kusema, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizomwamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki. Kwa hivyo anawaambia mfundishwe mpate kuzitenda. Kwa hivyo inamaanisha wakati ambapo mtu yeyote yule anafunzwa,
inatakana uweze kuzitenda. Nikawa ninawaza ya kuwa Bwana kila wakati yeye hutupatanisha, kila wakati anatuandalia wakati kama huu, hata kama wakati ambapo hatustahili anatupa nafasi ya kuja katika nyumba yake. Ni kwa sababu kila wakati anataka sisi tukaweze kutenda. Kwa hivyo sheria hizi ambazo anawahutubia wana wa Israeli ni neno, na ni neno ambalo ni la Mungu. Na kwa hivyo anapowaambia hivyo, anataka wakati ambapo anawaambia hivyo waweze kutoka, na wanapofika katika nchi ambayo ni ahadi wakaweze kutekeleza, wakaweze kutenda, na vile vile wakaweze kutekeleza kwa kuweza kuwafundisha wana wao na watoto wa wanao. Kwa hivyo katika kitabu hiki tunaongelea kuhusiana na the fear of the Lord. Katika kimombo tunaweza kusema ni kumcha Mungu, ama katika lugha nyingine tunaongea juu ya hofu ya Mungu. Kuna kumcha Mungu, kuna hofu ya Mungu. Kwa hivyo tunaongelea hofu ya Mungu katika Kumbukumbu la Torati 6, na mistari inaenda mpaka yote. Wakati utakaopata nafasi, soma kitabu hicho chote ambacho kina mafunzo ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hivyo katika Kumbukumbu la Torati 6:1, hofu ya Bwana ndio msingi ambao utawatambulisha ama ni utambulisho wa Israeli kama watu wa agano, kitu ambacho kinaonyesha ya kuwa wao ni watu wa Mungu ama ni watu wa agano. Ni ile hofu ya Bwana. Hofu ya Bwana ndio msingi wa utambulisho wa Israeli kama watu wa agano, na uhusiano wao na Mungu walipokuwa wakaribia kuingia nchi ya ahadi. Kwa hivyo Musa anaeleza hofu hizi, na tunapoongea juu ya hofu, ama katika kimombo ukisikia fear, mara mingi unawaza juu ya ile hali ya kuwa na kama mateso. Wakati mtu ana mateso, kunakuwa na hiyo kuogopa ndani yake. Kwa hivyo sio hiyo ndio tunaongelea. Tunataka kuangalia tunaloliongelea wakati ambapo tunaongea juu ya hofu ama tunapoongelea juu ya kumcha Mungu. Kwa hivyo Musa anaelezea hofu hii si kama vile nimesema kuteseka, bali kama heshima. Wakati anaongelea hofu ya Mungu, wakati anaongelea juu ya kumcha Mungu, anaongelea juu ya heshima, anaongelea juu ya mwamko ama uaminifu unaoundwa kila sehemu ya maisha. Ule uaminifu, ile heshima ambao kama ni uaminifu unaoundwa kila sehemu ya maisha. Na kwa hivyo sio specific area, lakini kila sehemu ya maisha. Wakati inaongelea juu ya kumcha Mungu, ni ile hali ya heshima, ile hali ya kuweka mawazo yote na concentration na kila kitu chochote kile, wakati ambapo unaongelea juu ya mfalme wa wafalme. Kwa hivyo ni ile heshima, ni ile kufika katika ile hali ambayo Bwana Mungu anapewa ile heshima ambayo ni yake. Kwa hivyo kama ni ya maabudu, yanakuwa maabudu ambayo ni ya kumaanisha, ambayo ni ya heshima, ambayo yanagharimu kila kitu chako, kila chochote kile ambacho kinahusika na wewe. Kwa hivyo maana ya hofu ni heshima. Kwa hivyo si uoga, ni heshima. Yaani linamaanisha mwamko, yaani heshima na kumcha Mungu ambao inatokana na upendo. Kwa hivyo hii ni majibu ya
Israeli kwa utakatifu, kwa uweza na uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo hiyo inasababisha hii hofu ya Mungu, ule utakatifu wa Mungu, ule uweza wa Mungu, ule uaminifu unatakikana utusukume sisi katika ile hali ya kumheshimu Mungu na kumwenzi yale Bwana amekutendea. The fact that yeye ni mtakatifu, ule uweza Bwana alio nao, ule uaminifu. Tunaposhangilia mahali hapa na kuongea na kusifu na kusema ya kuwa yeye ni Ebeneza, hofu ya Mungu inafaa ingie ndani yetu kwa ajili ya vile alivyo na kwa sababu ya yale yeye Mungu anayatenda. Kwa hivyo ule utakatifu, ule uweza na ule uaminifu wa Mungu. Kwa hivyo hiyo hofu yaacha kwa wana wa Israeli, hasa baada ya kuwakomboa, yaani wakati walikombolewa kutoka Misri. Tunasoma hayo kutoka katika hiyo Kumbukumbu ya Torati 4 kuanzia mstari wa 34 na 35. Kwa hivyo hofu hiyo inafika ama inadhihirika wakati ambapo wana wa Israeli wanajifunza ama wanaona utakatifu ambao ni wa Mungu, wanaona uweza wake, wanaona uaminifu wa Mungu. Wana wa Israeli wanapoangalia jinsi ambavyo Mungu aliwagharimikia wakati walikuwa jangwani, kwa hiyo miaka wakiwa mahali pale, yale ambayo Bwana alishughulika na akaweza kuyatenda. Hiyo ndio hofu ambayo tunaongelea. Hofu hii ni ya kimahusiano. Yaani hofu ni ya kimahusiano inayotokana na shukrani kwa neema ya Mungu. Hii hofu inatokana na shukrani kwa neema ya Mungu. Na kwa sisi hapa vile nashukuru sana kwa hao wapendwa praise and worship. Bwana wabariki. Kwangu binafsi wamekuwa baraka. Naona kiwango chao kinazidi kila wakati kuongezeka na ninashukuru Mungu. Wengi wao unapoangalia wakati walianza wakiwa chini, lakini wakati wa sasa wanapomwabudu Mungu, kila ambacho ninashukuru sana ni jinsi ambavyo wamejitolea na jinsi ambavyo moyo imejiachilia ni kwa ajili ya Mungu. Wakati ambapo wanamwabudu Mungu kwenye madhabahu haya, wakati ambapo wanamshangilia Mungu, na kwa sababu jinsi ambavyo wanajiachilia, ninashukuru Mungu kwa sababu ya yale ambayo anayafanya katika maisha yao. Mkiona Wanji akifika mahali hapa akiruka pasipo, saa zingine wanajisahau, wanaruka, ni kwa sababu ya Mungu. Mawazo yake yote, akili yake iko na mawazo yake yanatafakari yale ambayo Mungu ameyatenda. Tamaa yangu kama kanisa tukaweza kufika katika hali hiyo ambayo katika kila wimbo ambao tunawimba, katika kila maabudu ambayo tunayafanya, ni maombi yangu ya kwa tufike mahali ambapo mawazo yetu yote yatakuwa mahali pale, akili zitakuwa mahali pale, na tunafanya kazi hiyo ni kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Tamaa yangu ni hii ya kwa tufike katika kiwango ambacho hata kama hauelewi, kwa sababu yeye ni Mungu, unafanyaje? Unamwabudu. Hata kama hauelewi, hata kama uko mahali hapa hauelewi, lakini the fact that ni Mungu aishie, unamwabudu pasipo kuangalia chochote kile. Kama ni kumrukia Mungu, unamrukia kwa sababu ya utukufu, kwa sababu ya jinsi alivyo, kwa sababu ya neema yake. Bwana ametuokoa, Bwana ametukomboa wakati ambapo sisi tulikuwa watenda dhambi. Bwana akatukumbuka na
katika utendaji huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wana wa Israeli, hofu hiyo inawaingia wakati wanatafakari makuu ya Mungu, wakati wanatafakari yale ambayo Mungu ameyafanya, wanapotafakari wakati walikuwa jangwani, wakati walifika mahali hawana chochote na Bwana alikuwa anajidhihirisha, na Bwana kupitia katika hali hii wakaweza kumjua Mungu. Hata kama wengine wao hawakufika katika nchi ya ahadi, lakini waliweza kushuhudia, wakaona ukuu wa Mungu, wakaona yale ambayo Mungu aliyatenda. Kwa hivyo tunapoongelea juu ya hofu hii, ni ile heshima, yaani ile heshima. Tamaa yangu ni kuwa tufike mahali pale ambapo hautaangalia mambo yoyote yale, lakini katika maisha yako unajipeana kwake Mungu, maana yeye anajua. Yeye ndio mwanzilishi wa maisha haya, anayafahamu na anayajua, anajua tunakotoka, anajua tunakoenda. Kwa hivyo mimi sina langu, wewe hauna lako, lakini ni kumwangalia yule ambaye ana uwezo, hofu ya Mungu, kumcha Mungu. Kwa hivyo ni all round. Wakati unaabudu, wakati unatembea mahala popote pale. Kwa hivyo hotuba hii Musa anawaambia wana wa Israeli hivi, ya kwamba alimwamuru, na kwa hivyo anawaambia ya kuwa wao wakaweze kuchukua lile ambalo wanalipokea wakati huo, wakalipeleke mbele, kwa sababu ya kuwafunza watoto wao pamoja na watoto wa watoto wao. Mimi wawafundishe watoto na wawafundishe wajukuu wao. Kwa hivyo uaminifu ama kumcha Bwana Mungu wako kulingana na mstari wa 2 kuna maanisha kumwamini Mungu pekee. Tunapoongea juu ya kumcha Bwana Mungu wako, kwa mstari wa 2 kuna maanisha kumwamini Mungu pekee. Katika unaona, kwa hiyo hali wana wa Israeli walikuwa katika nchi iliyozungukwa na mataifa ambayo ilikuwa ya kipagani. Kumcha Mungu kulimaanisha wao wakataa hiyo miungu yote na kukubali Yawe, kumkubali Mungu kama mfalme wa pekee. Hata kama kila mtu yeyote yule mahali pale alikuwa na miungu ambayo alikuwa anaabudu, Bwana Mungu alitaka wale ambao amewaita, ambao ni wana wa Israeli, wakawe wale ambao wanakataa miungu mingine yote, wakijua kuna Mungu ambaye ni mmoja. Kwa hivyo kumcha ama kumhofu Bwana Mungu kuna maanisha kumwamini Mungu pekee. Kwa hivyo katika hali hiyo wao walikuwa wamezungukwa na mataifa yalikuwa ya kipagani ambayo yalikuwa na miungu ambayo inaabudiwa. Lakini kumcha Mungu kulimaanisha wao waweze kukataa miungu. Kwa hivyo hayo ndio wanafundishwa ama wanakumbushwa. Kwa hivyo waweze kumkubali Yawe kuwa mfalme. Kwa hivyo Musa anawahutubia, anawaambia hata kama mnaenda kuingia katika hiyo nchi ya ahadi, kinachotakikana ni kuwa mjue ya kuwa Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja tu. Basi inaikuwa kazi. Ninajua tu Mungu ni mmoja tu. Ni Mungu mmoja. Kwa hivyo Musa anawakumbusha ya kuwa kabla muende huko, mimi ninawaandaa. Mkienda mahali pale, kumbuka tuko na Mungu mmoja ambaye ni Yawe. Kutakuwa na miungu mingine, lakini I'm telling you before time, mkumbuke. Kwa hivyo hiki kitabu ni kumbukumbu la Torati. Kwa hivyo wakati huu wanakumbushwa, wanaambiwa mapema, ili wakati wanaenda waweze kujua sisi tuko na Mungu mmoja. Mungu wetu ni mmoja.
wajue hiyo, na sio tu katika mawazo yao, waweze kutafakari juu ya hiyo, na hili neno likae ndani ya mioyo yao. Kwa hivyo tunapoongelea juu ya hofu, tunaongelea juu ya uaminifu, vile ambavyo nimesema, wakuwe waaminifu kwa huyu Mungu ambaye ni mmoja. Wana wa Israeli wakaambiwa wawe waaminifu kwa nani? Kwa Mungu ambaye ni mmoja. Jambo la pili, tunapoongelea juu ya hili neno hofu ama kumcha Mungu, Musa alihusisha hofu na utii, obedience. Wakati ambapo unazishika sheria, inamaanisha wewe umetii. Kwa hivyo hicho ndicho alichokuwa anawaambia ama anawaarifu, zishike amri zake. Mstari wa 1 na 2, zishike amri zake ili umche Bwana. Heshima kwa Mungu ndio chanzo cha kufuata amri zake. Heshima kwa Mungu, wakati unamheshimu na mwenzi Mungu, hiyo ndio chanzo ya kufuata amri zake. Ukitaka ufuate amri za Mungu, chanzo ni kuwa ufanye nini? Umheshimu. Mheshimu Mungu ni chanzo cha kufuata amri zake, na kwa hivyo si kwa kulazimika, bali kwa furaha na kwa ajili ya upendo wake wa agano. Kwa hivyo unachagua, unafanya, inakuwa uamuzi wako. You as an individual, mimi na wewe tukaweza kufanya uamuzi. Kuna mambo katika maisha yako unatakikana baina umefanya uamuzi, liwe lisiwe, unafanya uamuzi ya kuwa mimi nitamwishia Mungu, na kwa hivyo sitasukumwa kufanya hiki na hiki. Katika kimombo, philosophy of life, wewe unafika mahali ambapo unajiwekea mikakati, unasema ikija kwa mambo ya Mungu, mimi nimefanya uamuzi huu. Kwa hivyo liwe lisiwe, mimi nimeamua ya kuwa nitamtii Mungu. Kwa hivyo sitasukumwa, sitabembelezwa, mimi nitajitoa kwa sababu I know my place. Ninajua sehemu yangu. Kwa hivyo tunapoongea tena kuhusiana na hofu ama kumcha Mungu, tunaongelea jambo lingine, ni kuweza kufika katika hali ambayo unachagua kutii. Na kwa hivyo katika maisha yako unachagua kutii. Kwa hivyo wana wa Israeli walipewa habari hizi ili wafanye uamuzi. Alikuwa anafanya sehemu yake kama mtumishi, anafanya sehemu yake, alafu wanaosikia waweze kufanya uamuzi ambao unatokana na mioyo yao. Kwa hivyo kinachohitajika ni kuwa ufanye uamuzi, maana sisi sote tumeitwa naye Mungu ufanye uamuzi, ufanye uamuzi. Ibada kamili, hofu ya Mungu inajenga maisha yote. Yaani wakati ambapo unamcha Mungu ama unamhofu Mungu, inajenga maisha yako yote, kila mahali. Kwa hivyo ibada ambayo ni kamili, tunaongelea juu ya hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu, hii kuheshimu Mungu, hii kumjitolea kwa Mungu, hii kumwenzi Mungu, hiyo ndio ambayo inajenga maisha yako yote yote, kwa sababu umefanya uamuzi kumwenzi Mungu. Nilisema mara hapa, hata kama hauelewi, lakini the fact that ni Mungu unachagua kufanya, hata kama hauelewi, lakini unajua ni Mungu with sincerity of heart. Wakati unaenda kwa Mungu, Mungu atakusaidia.
zimekuja, unaziona ziko mingi, unalishika neno la Mungu, unapata Biblia inasema nini, Mungu anasema nini, alafu unashika hata kama ni ngumu, hata kama ni hata kama ni ngumu. Biblia inasema tusisumbuke katika jambo lolote lile, lakini kwa kawaida mambo yanakuja yanakuwa changamoto, mambo yanakuja yanakuwa magumu, lakini Bwana anasema nini? Usisumbuke. Mwambie jirani yako usisumbuke kwa jambo lolote lile. Hiyo ndio Biblia inasema. Sasa hata kama ni ngumu namna hiyo, wewe unaenda tu kama mjinga, si ndio? Sawa? Acha basi niseme mimi nitaenda kama mjinga, si nimesema ujinga kwa sababu wewe unafuata hata kama unajua ni ngumu, lakini kwa sababu ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kile tunasema mahali hapa, kile Mungu amesema, wewe kwa mtu wa kuchagua kutii hata kama ni ngumu. Hali inakuja ni nzito na ni ngumu, na kwa sababu Mungu amesema ya kwamba usisumbuke katika jambo lolote lile, wewe unachagua kusikia hiyo sauti na unakatana na sauti zingine zote ambazo zitakuja ziseme Bwana amesema, lakini kwa hii haitawezekana. Unakataa hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano ama ibada kamili. Kwa hivyo wakati ambapo unachagua kuwa na hofu ya Mungu, hiyo hofu ya Mungu inajenga maisha yako yote, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unatembea kwa imani, na kupitia katika kutembea kwa imani unapata mambo mengine Mungu mwenyewe anayashughulikia pasipo wewe kujua. Kwa hivyo wewe tembea tu vile ambavyo neno linasema, hata kama watu watakuangalia waseme na huyu wako na akili, wewe enda vile ambavyo neno limesema. Limesema nisisumbuke katika jambo lolote, lakini kwa mambo yote kwa kuomba, kutoa shukrani, haja zangu zikaweze kujulikana na Mungu. Na ninaenda namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hofu ya Mungu inajenga maisha yako yote. Kwa hivyo kupitia katika hiyo unapata Mungu ameanza kusaidia kwa mambo mengi. Kwa hivyo inahakikisha sheria za Israeli zinahakikisha sifa za Mungu, haki, huruma, utakatifu, badala ya kufuata desturi za kigeni. Kwa hivyo anapoangia kuhusiana na ibada kamili, hata kama kuna miungu mingine inaabudiwa mahali pale, wana wa Israeli ilibidi waweze kuchagua kuweza kumtii Mungu huyo mmoja. Kwa hivyo kinachofanyika mahali hapa ni kukubali lile neno. Hii sheria ambayo wanapewa ni neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu likaweza kutawala kila kitu. Tamaduni ama desturi zisitutawale, lakini neno la Mungu likaweza kutawala desturi zetu na mambo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 6 kuanzia 10 hadi 15 inaongelea mambo hayo. Alafu jambo lingine ni mafundisho kwa vizazi na jamii. Musa akawaambia wana wa Israeli ya kuwa itahitajika wakaweza kufundisha watoto wao pamoja na watoto wao. Mimi wafundishe watoto wao na wafundishe nani? Wajukuu wao. Kwa hivyo amri ya kumcha Mungu inahusiana na kufundisha. Amri ya kumcha Mungu. Tunapoongelea juu ya kumcha Mungu, tunapoongelea juu ya kumhofu Mungu, hii amri inahusiana na kufundisha. Ambia jirani yako kufundisha. Mwambie vizuri. Mwambie kufundisha watoto wako na wajukuu wako. Geukia huyo mwingine umwambie kufundisha watoto wako na wajukuu wako neno la Mungu. Musa akasema ya kwamba wakati unakaa chini, wakati unalala, wakati unatembea, kwa milango pia yaandikwe. Yaani kila wakati najaribu kufika round. Yaani wakati ambapo niko na Theophilus na Emma, nihakikishe ya kuwa kila wakati ni neno la Mungu ndio msingi. Kuhakikisha ya kuwa lile liko ndani
wangu, nini yangu. Hapana, tunamlelea Mungu, na anachohitaji ni kuwa tumwelelee watoto hao katika njia ambayo ni ya kiungu. Wangapi wetu hapa tunachukua wakati kushughulikia watoto wetu maisha ambayo ni ya kiroho? Tunawafundisha neno la Mungu, tunawafundisha kuomba, tunawafundisha huduma, tunawahusisha. Wangapi wetu wamechukua nafasi kama hiyo? Ukamali hapa unasema mimi sasa sina watoto, wamekuwa wakubwa, wameenda. Bado kazi iko kuwaombea. Kumbuka Ayubu naye alikuwa anawaombea watoto wake. Kwa hivyo hakuna siku itakayopita, wewe unayesikia sauti hii, siku isipite kabla wewe kufundisha watoto wako neno la Mungu na kuwaombea. Mahali ambapo wako unawaombea kila wakati, wafunike kwa damu ya Yesu. Tabiri ya kwa watoto wako watatoka katika njia za Mungu, ya kwa Mungu atawalinda, ya kwa watamjua Mungu, watamuishia Mungu, ya kwa hawatapelekwa pale na mawimbi katika maisha, lakini watamcha Mungu, watamwamini. Hata kama umejaribu kuona mambo ni magumu, unaendelea katika maombi, haukati tamaa. Unasema wewe Mungu, wewe umeniambia nikuite, utaniitikia. Ninawaombea watoto, unawafunika kwa damu ya Yesu, unawataja kwa majina na unatabiri. We are prophets of our own destiny. So mafundisho kwa vizazi na jamii. Kwa hivyo amri ya kumcha Mungu inahusiana na kufundisha watoto wako na wajukuu wako. Hofu ya Mungu si ibada ya kibinafsi. Hofu ya Mungu, ambia jirani yako, hofu ya Mungu si ibada ya kibinafsi, bali urithi wa jamii unaohakikisha agano linaloendelea. Kwa hivyo hofu ya Mungu si ibada ya kibinafsi, bali urithi wa jamii unaohakikisha agano linaloendelea. Agano. Sisi tumefanyika, sisi tuko kwa maagano na Mungu. Kwa hivyo hii agano isifike tu kwako na ikome hapo. Isifikie kwako na ikome mahali pale. You're supposed to carry that mantle. Wewe ulipick from somebody else. Unabeba mantle hiyo, unakimbia naye, unawaelekeza kwao. Wao vile yale unayowafunza watoto hao watakuja kufundisha watoto wao. Tusidanganyane. Kile unawafundisha watoto wako sasa, hicho ndicho ambacho watafundisha watoto wao. Kile ambacho unafundisha wewe kama mama, wewe kama baba, kile ambacho unafundisha watoto wako, hicho kile ambacho unafanya, hicho yale ambayo unasema, yote inaenda kwa watoto. Kwa hivyo mafundisho kwa vizazi na jamii. Kustawi katika nchi. Musa anasisitiza kwamba kumcha Mungu kutaongoza kwa maisha marefu. Wakati unamcha Mungu, hilo ni hakikisho kutoka kwa Mungu. Wakati unamcha Mungu ni kihakikisho ama itatuongoza kwa maisha ambayo ni marefu. Mfano wa kufanikiwa katika Kanaani. Kwa hivyo wakati ambapo hatutii ama wakati ambapo tunapoteza hofu hii, Musa alikuwa anaambia wana wa Israeli ya kuwa wakati wanakosa kutii na wakati ambapo wanapoteza hofu, hiyo ingesababisha uhamisho. Kwa hivyo hofu ndio inayodumisha utambulisho wao
kama watu wa Mungu. Hofu ndio inatumisha utambulisho wao kama watu wa Mungu. Kwa hivyo wangejulikana kupitia kwa hofu waliokuwa ni kwa ajili ya Mungu. Nataka tuangalie kwa ufupi kabisa maana ya kiteolojia na tunaanza na neema. Hofu hutokana na kukumbuka wokovu wa Mungu. Hofu inatokana na kukumbuka wokovu wa Mungu, na hiyo ni Kumbukumbu la 5 mstari wa 6 na mstari wa 15. Kwa hivyo si mzigo bali zawadi inayowaunganisha na mapenzi ya mkombozi wao. Kwa hivyo maana ya kiteolojia nimesema ni majibu kwa neema. Kwa hivyo kwa sababu tumeweza kuokolewa kwa sababu ya neema hiyo, sisi tunakuwa kama majibu kwa sababu ya neema hiyo. Kwa hivyo katika ile hali ya kukumbuka wokovu, hofu inatokana na hiyo. Alafu kuna hekima ya unyenyekevu, ambapo tunaposoma Mithali 9:10, Biblia inasema ya kuwa hofu ya Mungu ndio chanzo ama mwanzo wa hekima. Hofu ya Mungu inakuwa mwanzo wa hekima. Kwa hivyo tunapopata hekima hiyo inazua sasa unyenyekevu na kutegemea Mungu. Wakati unakuwa katika hali ya hekima, utakuwa mtu ambaye utakuwa mnyenyekevu na wa kumtegemea Mungu. Kwa hivyo inazuia kiburi na kujitegemea. Hiyo ni Kumbukumbu la Torati 8 unaposoma mstari wa 11 hadi 18. Kwa hivyo hayo ni kuhusiana na wana wa Israeli na vile ambavyo Musa aliweza kuwapea hotuba siku hiyo. Lakini kwa sisi je? Sasa jirani yako na kwa sisi je? Kuhusiana na hiyo tunaangalia ibada ya maisha yote. So kama Israeli, waamini wa leo, sisi kama Israeli, waamini wa leo wanatakiwa kumcha Mungu kwa kuunganisha imani katika kila kitu. Imani. Sisi sasa tunahitajika tuunganishe imani. Magirani yako imani. Wana imani. Amini. Alichosema Mungu, kwa hiyo unaamini hata kama itachukua muda. Amini Mungu hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda. Najua Bwana atatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana imani hata kama itachukua muda. Ninajua hata kama haijafanyika mwaka huu, haijafanyika saa hii, mimi ninajua hata kama itachukua muda gani, ninajua siku moja itafanyika. Kwa hivyo Bwana anataka tuwe watu wa aina hiyo. Hata kama itafanyika, ninajua siku moja itafanyika. Kwa hivyo kwa sisi hapa, ibada ya maisha yetu tuhakikishe ya kuwa tunaweka imani. Sisi tunahakikisha tunaunganisha imani katika kila kitu, katika kazi, katika familia, katika tamaduni. Wakolosai 3:22-24. Wakolosai 3:22 hadi 24. Haya, kwa sisi je, jambo la pili ni kukabiliana na miungu ya kisasa. Sisi je, inahitajika tukaweza kukabiliana na miungu ya kisasa. Kwa hivyo miungu ya kisasa, tuko na mali, tuko na mamlaka, tuko na mambo yote unayajua. Inahitaji kukataliwa kwa uaminifu. Kumcha Mungu kunamaanisha kuweka ufalme wake mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Bwana tusaidie sana. Tuhakikishe ya kwamba ufalme wa Mungu unawekwa mbele. Kwa hivyo mambo mengi katika maisha yanafanyika ili Mungu aweze kujidhihirisha, akaweze kukufundisha.
ukosekani kila wakati. Mwambie vizuri, mueleze aelewe. Elaborate on it, mwambie vile wewe umeelewa na usiende yako. Mwambie jirani yako apatikane mahali anahitajika apatikane kila wakati. Mimi wakati mwingine tunakosa kupatikana. Umekuwa ukiomba jambo na Bwana amejiandaa siku hiyo, lakini kwa sababu hujapatikana, unaendaje? Kwa sababu hujapatikana. Na simuongee basi. Sipi nimeongea sana, pia nimeongea. Ona. Usipopatikana mahali unastahili upatikane, kuna tendency ya wewe kukosa kile Bwana amekuandalia. Ni ukweli ama uongo? Kwa hivyo kupatikana mahali unahitajika upatikane kila wakati. Alafu jambo la tatu ambalo ni la mwisho ni ushirika na mafundisho. Kwa hivyo jambo la kwanza niliongelea kuhusiana na ibada ya maisha yote, ambayo tumesema weka imani kwa maisha yako yote. Kila kitu imani, amini Mungu kwa maisha yako yote. Jambo la pili tumesema kukabiliana na miungu ya kisasa. Kabiliana na ikatai kwa sababu tuko na Mungu mmoja ambaye tunaabudu. Na kwa mambo mengine yasije yakatutoa katika njia za Mungu. Alafu jambo la mwisho ni ushirika na mafundisho. Na hiyo ni kuhusiana na kufundisha vizazi vijavyo kumcha Mungu. Fundisha leo, fundisha kesho. Hata mimi nimejifunza hapo mambo mengi. Kani imagine Musa anasema wakati unatembea, wakati unakaa, wakati umelala, mpaka unahakikisha imeandikwa, yaani usisahau. Hapo nimeona kazi ambayo kuna kazi Bwana anataka tufanye sana. Tunapoongelea juu ya kumcha Mungu, tunaposema ya kwa mwaka huu Bwana atupe roho ya kufunzwa, Bishop anasema kufundishika. Wakati tunataka Bwana atupe roho ya kufundishika, hakikisha ya kuwa unafanya vile ambavyo Bwana anasema. Kufundisha, hii ndio sema ambayo nataka tuongelee kwa unaga. Inaitwa unaga. Kijiweka kwa mambo unaga ubaga. Sasa kufundisha vizazi vijavyo kumcha Mungu bado ni muhimu sana. Utajirani yako unafundisha watoto wako. Kwa hivyo hii ni about discipleship. Yaani kuhakikisha ya kuwa kile Mungu ameweka ndani yako, kile Mungu amekufundisha, unahakikisha ya kuwa kizazi chako kinapata sehemu. Unapokuja kanisani, lile umejifunza, usitoke hapo uende unyamaze naye. Mtu ambaye ni mwaminifu, anaenda na kile kidogo amekipokea, anakalisha tena watoto anaanza kuwafundisha. Hata kama nijifunza nini? Mimi nijifunza hiyo. Sasa ukifanya kitu kama hiyo, tayari utakuwa unajibu maswali mengi, ama tayari utakuwa unatekeleza wajibu ambao Mungu ameweka kwako. Watoto wengi sisi hatuwafundishi njia za Mungu. Tuko interested na mambo mengine makubwa, lakini ikija hali ya kiroho hatukumbuki. Watoto wakitaka sijui waende wafanye nini, tuko mbio kabisa tunaweza kufanya. Na tukikuja hapa tukwambie tunataka mtoto wako aende camp. Why? Mniangalie. Atutilie mambo ya kiroho, yaani uzito, vile ambavyo tunatilia haya mambo mengine. Mambo ya kiroho tunataka tuichukulie kwa uzito sana. Vijana ambao mko mahali hapa tuichukulie uzito sana mambo ya kiroho. Ninashukuru sana. Kila kwa vijana nampenda sana. Anafanya kazi nzuri sana kwa vijana. Na sisi ndani naongezeka. Kuna vijana wetu wanaimba hapa. Vijana wanashughulika, anafanya kazi nzuri sana. Let us back him, let us encourage him. Na vijana wengine wote tuwaombee ya kuwa watoto watashika. Hakuna kitu kizuri kama hicho. Tuwafundishe mambo ya Mungu zaidi ya mambo haya mengine. We concentrate so much on these other things, lakini katika mambo ya kiroho tunafanya tukimzaa.
wako. Haya mambo mengine yatakuwa rahisi iwapo mambo ya kiroho imetiliwa maanani. Wakati mambo ya kiroho imeshughulikiwa, haya mambo mengine itakuwa rahisi. Tutakuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Then these other things are be added unto us. Amini neno vile linasema na uchukulie mahali pale. Let us concentrate tukawalee watoto wetu katika njia za Mungu. Ukiona wanaenenda vibaya, wewe ni mzazi, you are responsible. Usingoje walimu wa Sunday school, wewe umeitwa, majukumu ni yako. Hawa walimu wanatusaidia. Tuweza kusimama kwa lugha yetu. Tusimame kwa lugha yetu. Tusimame kwa lugha yetu. Bwana atusaidie sana. Kaweza kuendeleza bila anavyotaka. Kwa hivyo katika hicho kitabu ambacho tumesoma Kumbukumbu la Torati 6, tunaposoma mistari hiyo yote tumeconcentrate na mstari wa kwanza na wa pili. Hofu ya Mungu ndio kiini cha uaminifu wa agano. Heshima inayochochea utii, kuunda jamii na kudumisha baraka. Wakati tunafanya haya yote, baraka zinaachiliwa na Mungu kwa ajili yetu. Tutaishi maisha marefu. Bwana anasema hivyo. Kwa hivyo sio hisia ya kupita, bali ahadi ya maisha ya kumtukuza Mungu kama Bwana. Kama Musa alivyoelezea baadaye, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ni umche Bwana Mungu wako, uende katika njia zake zote, upende na kumtumikia kwa moyo wako wote. Kumbukumbu la Torati 10:12. Ni umche Bwana Mungu wako, uende katika njia zake zote, upende na kumtumikia kwa moyo wako wote. Wito huu unaendelea kuwa wa muhimu kwa watu wa Mungu leo. Bwana anahitaji haya kutoka kwetu sisi. Bwana ametuita kwa wito ambao ni wa hali ya juu. Na kazi ya Mungu si ya bure. Si ya bure. Hizi kazi zingine hasara iko. Lakini kwa ya Mungu hakuna hasara. Kwa hivyo Bwana anapotuita tukaweze kuwajibika kwa ajili ya watoto wetu, tuende naye, maana atatusaidia. Kwa hivyo fungua kinywa chako kamwambie Mungu jambo. Asante, asante, asante. Tuinue Bwana mikono yetu, tumwabudu Bwana. Tukisema kwamba Bwana tunahitaji kukucha wewe peke yako. Maana Waisraeli waliambia kwamba Bwana Mungu wetu ni mmoja. Katika siku ya leo, ni kitu ambacho kinatufanya sisi tusiabudu Mungu aliye kweli katika maisha yetu. Ni kwa nini sisi tuabudu Mungu? Ni kwa nini hatupeani neema ambayo tumepata kwa kisasi hicho
na kutusaidia katika mioyo yetu na maisha yetu. Asante kwa sababu uwepo wako maishani mwetu. Tupe roho ya kumcha wewe Bwana. Tupe roho ya kugonga wewe Bwana. Tupe roho ya kuhakikisha kwamba tunaabudu peke yako, si miungu wala yote katika maisha yetu. Ondoa hali ya kuabudu sanamu inayekaa katika mioyo yetu, ili tukumche wewe peke yako Mwokozi. Hata katika jamii zetu tukaweza kukiri juu ya uweza wako na ukuu wako wa ajabu katika mioyo yetu. Asante Kristo kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu uaminifu wako. Naomba Bwana ukastarehe katika mioyo yetu na ukatende yale yako ndani ya kila mmoja wetu. Tutangulie Bwana, maana tunakuhitaji. Tufundishe namna ya kuabudu katika